Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni uwezeshaji vijana washika kasi, uogopesho mabilioni benki yao yaja, bunge elelezwa hoja 4 za mahitaji yao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Samia atoa maagizo sherehe za Muungano, habari katika ukurasa wa 3. Mrithi wa Lukuvi kupatikana Juni mosi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Ulega wajibu majirani, ataka Watanzania watembee kifua mbele mtandao wa barabara, asema miradi yote ya barabara madaraja itakamilishwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Balozi wa Italia amsifu Mwinyi mafanikio Zanzibar. Matarajio ripoti ya uchunguzi mwanzo wa safari ya baadaye, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Watatu waliomuua ndugu yao kunyongwa, habari katika ukurasa wa 20. Ushirikiano serikali Exim Marekani kuchochea ukuaji uchumi, habari katika ukurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe limeandika vigogo kiini cha tatizo Kariakoo, atajwa kumiliki majengo, rushwa yahusishwa ukiukwaji wa sheria, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya msimamizi wa jengo Kariakoo inasema sheria zipo na zinapaswa kufuata, lakini majengo mengi ya maeneo haya yanamilikiwa na vigogo, hivyo inakuwa ni vigumu kwa mamlaka husika kuchukua hatua za kisheria kwa sababu wanagusa maslahi ya watu wenye nguvu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Utitiri wa masharti ya mikopo kwa vijana watikisa bunge, kiasi cha fedha kilichoombwa na Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu mwaka wa fedha 2026-2027 bilioni 35.9. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Teknolojia mpya ya kudhibiti mbu kwanza kutumika, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mutumburi na rekodi Tanzania imepata mtaalamu bingwa wa magonjwa mfumo wa chakula kwa watoto. Hilo linatokea katikati ya changamoto ya magonjwa mfumo wa chakula kwa watoto nchini na Dr. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Bosi ATCL afunguka kusitishwa ndege ya mizigo, habari katika ukurasa wa 5. Haki zilizokiukwa zaidi mwaka 2025, wakati mijadala ya kijamii na sera nyingi vikiendelea kulenga kuwalinda wanawake dhidi ya ukatili wa kijinsia na ubaguzi. Ripoti mpya kituo cha sheria na haki za binadamu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako
ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika Ulega ajibu mapigo kiaina kuhusu madai ya majirani, asisitiza Tanzania ina mtandao mkubwa zaidi wa barabara kulinganishwa na nchi jirani, ataka Watanzania kutembea kifua mbele. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Fedha za sherehe za muungano kukarabati barabara, habari katika ukurasa wa 4. Tanzania yaendelea kuimarisha ushirikiano na AIIB, habari katika ukurasa wa 4. Waziri Ndejembe aipongeza REA, yenyewe yahaidi makubwa, habari katika ukurasa wa 4. Balozi Omar ataka Afrika kuwa na mipango ya upatikanaji wa maji salama, habari katika ukurasa wa 3. TRC yakana picha mjongeo inayopotosha mtandaoni, habari katika ukurasa wa 3. Iran yakataa kuhudhuria duru mpya mazungumzo na Marekani, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika tahadhari ya magonjwa ya kuharisha kipindi cha masika visiwani, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, lenye limeandika wakazi walia fidia kiduchu, baadhi waliopisha miradi ya serikali wagomea fidia milioni 5 kwa ekari, wadai ardhi yao ilipimwa kwa nguvu na askari wenye silaha, waziri mkuu akiri tatizo, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ya mkazi wa Chinangali Kefat Mnyembwa ikisema licha ya mashamba yetu kuchukuliwa tangu mwaka 2023 kwa ajili ya mradi wa BBT, hatujalipwa fidia stahiki, tunateseka, hatuna pa kulima wala chanzo kingine cha kipato, tunaomba serikali tuone. Nipashe limeandika wapinga kuhamishwa Sinza kupisha nyumba za ghorofa, mpango wa miaka 20 wazua mvutano mkutanoni, wananchi wakikataa kutia saini orodha ya mahudhurio, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha Sinza C, Sinza B pamoja na Sinza A. Ripoti ya LHRC, haki 5 kuu zilizoumizwa 2025 imwe kuabudu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. China yaingilia vita ya Marekani, yakamata meli zinazotoka Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiakun, amependekeza kufanya mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani yaanze tena kutokana na Marekani kuikamata meli ya mafuta ya Tuska iliyokuwa na bendera ya Iran, habari katika ukurasa wa 19. Serikali yaja na benki maalum kwa ajili ya vijana kurahisisha mikopo, habari katika ukurasa wa 2, wa 8, wa 9 pamoja na ukurasa wa 10. Nyuma ya pazia kisu kinavyotawala uzazi wa dini, habari katika ukurasa wa 5. Na hii ni ripoti maalum, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 62 muungano. Rais Samia badili matumizi ya fedha, agiza kiasi kilichopangwa katika sherehe za muungano kitumike kukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibika. Wakuu wa mikoa watakiwa kuweka mawe ya msingi kuzindua miradi ya majengo ya pambwe picha za waasisi wa muungano, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Neema yaja mikakati hadharani kuinua vijana, habari katika ukurasa wa 2. Wanasiasa waanika faida za muungano, habari katika ukurasa wa 18. Majambo ya DP World siku 730 bandarini, habari katika ukurasa wa 16. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar na dhana ya vuguvugu la Puffmaker, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Uleke ajibu mapigo kuhusu mtandao wa barabara, habari katika ukurasa wa 3. Safari za ndege Italia kupaisha uchumi Zanzibar, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Habari picha ikionyesha makabidhiano, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akimkabidhi kiti mwendo mtoto mwenye mahitaji maalum Helena Mwando ofisini kwake Mlimwa jijini Dodoma jana. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, lenye limeandika Dr. Mwinyi, tutaendeleza uhusiano wa kihistoria na Italia. Zoezi la utafutaji mabaharia meli ya mizigo iliyozama laendelea, habari katika ukurasa wa 3. Pakistan imarisha ulinzi kukamilisha duru ya pili ya mazungumzo, habari katika ukurasa wa 9. Usonji ni changamoto kubwa kwa watoto, habari katika ukurasa wa 2. Fedha za sherehe za muungano kutumika kukarabati miundombinu, habari katika ukurasa wa 3. Kituo cha uzalishaji umeme Matemwe kinapunguza uhaba wa nishati Hemedi, habari katika ukurasa wa 2. Serikali kuimarisha soko la ndani la ufugaji kuku, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti yenyewe limeandika Pedro ajilipua, zigo la Mudathiri akikosa Kariakoo Derby. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Leo kombe la Muungano ni Mwembe Makumbi dhidi ya Yanga saa 1:15 usiku New Amani Complex. Gazeti hili limeandika kilichoyua Simba Sports Club. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Na wakumbusha ligi yetu haina hat-trick. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Hizi ni hisia zangu na Edo Kumwembe. Haaland hata isahau Arsenal. Habari katika ukurasa wa 20. Latricia Ian alivyoibuka Miss World Tanzania. Habari katika ukurasa wa 17. EPL leo Jumanne ni Brighton dhidi ya Chelsea saa 4 kamili usiku The Amex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Tanzania mwenyeji Miss World 2027, vita kali ubingwa kubaki ligi kuu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mudathiri kuikosa Simba. Habari katika ukurasa za ndani. Ateta hajakata tamaa ubingwa England. Habari katika ukurasa wa 22. Shauri akwama kwenda Marathon Boston. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga yaitaka Simba Sports Club katika fainali ya kombe la Muungano. Mudathiri afungiwa fine baraza tawala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Mpanzo afunga bao la dhahabu Beka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii katika ukurasa wake wa nyuma. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi hapa Toka Zamani TV.